Kabla ya taarifa hizi za siri ambazo zimetufikia hapa Mbeya, Tanzania, zinashtua pakubwa. Lakini ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kila wakati. Usisahau kubonyeza alama ya like, zingatieni hilo. Karibu. Sasa habari ambazo tunazo sasa hivi, tumekuwa tukizungumzia vita vikali kati ya Samia Suluhu Hassan na naibu ama makamu wa rais. Samia yuko naye Ikulu ambaye anaitwa Emmanuel Nchimbi. Kuna vita vikali ambavyo vimeweza kulipuka tena kati ya viongozi hao wawili. Sasa iko hivi. Rais Samia Suluhu Hassan amemtuma na kumtumia waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda kutoa vitisho kwa Emmanuel Nchimbi kwamba hawezi kuwa rais hapa Tanzania, liwalo na liwe na liwe na liwalo. Paul Makonda alikuwa katika mkutano ambao uliweza kuhudhuriwa na Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu. Akasimama, akapewa kipaza sauti, akaanza kutoa msomo kwamba kuna watu ambao wanataka kuwa rais hapa Tanzania katika uchaguzi ujao wa mwaka 2030. Sasa lazima tuangalie rekodi zao. Kwani wao walikuwa wapi? Walifanya nini? Hawawezi kushika urais katika taifa la Tanzania. Hawawezi kuwa malaika siku moja, dakika za mwisho, ili wawanie urais na wachukue. Haiwezekani. Shetani ni shetani. Wanaongea mambo ya mrengo upinzani, si wajiondoe serikalini, waende upinzani, wawe watetezi vile wanajifanya wao ni watetezi wa wananchi. Yeyote ambaye anamsaliti Samia Suluhu Hassan hawezi kufaulu. Anajifanya mtetezi na hakuna chochote ambacho anatetea na yuko serikalini. Huo ni usaliti mkubwa, hawezi kuwa rais liwe liwalo. Paul Makonda anatumiwa na Samia Suluhu Hassan kumsomea hadharani Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais, kwamba anamtishia kwamba hawezi kuwa rais. Hawezi. Najua nyota ya mtu mwenye anaielewa sio mwingine ila tu ni Maulana akae katika kiti cha enzi, sio binadamu. Najua kwa nini Emmanuel Nchimbi anatishiwa hivi. Kwa sababu wakati wa mazishi ya Pengo, askofu alisimama akasema mambo ya kukosoa na kushambulia vyama vya mrengo upinzani, huo ni ujinga tu. Jambo hili lilionekana kutofurahisha Samia Suluhu Hassan na kina Paul Makonda, hawa wote. Sasa kwa sababu kuna fununu Emmanuel Nchimbi anawania kiti cha urais mwaka 2030, sasa wameshikwa na mchecheto kwamba huyu ataondoa mama Ikulu kwa sababu mama atawania kiti hicho mwaka 2030. Sasa hata Samia akae mamlakani, atakaa milele? Hilo ndio swali ambalo Watanzania wenzangu wanastahili kujiuliza. Hata awe rais milele, si siku moja na yeye ataondoka tu. Mbona mnatoa vitisho kwa Emmanuel Nchimbi? Namba 2, Paul Makonda huyu ni kama ameahidiwa ile nafasi ambayo tulikuwa tukizungumzia, kwa sababu katika uchaguzi uliopita uwepo wa Emmanuel Nchimbi kama makamu wa rais ni kwa sababu ya Jakaya Mrisho Kikwete, ndiye aliweza kupendekeza jina la Emmanuel Nchimbi. Lakini Samia Suluhu Hassan alikuwa anamtaka Paul Makonda. Lakini kwa sababu tikiti angepewa huyu limama Samia, tikiti ya chama cha CCM, akaambiwa tunakupea tikiti ya CCM lakini lazima mtanda ni Emmanuel Nchimbi. Sasa ni kama Samia alilazimishwa kuwa na Emmanuel Nchimbi kama mgombea mwenza, kisha baadaye akawa makamu wa rais. Lakini yule mama
alikuwa anataka ni Paul Makonda. Kwa hivyo Paul Makonda anarusha makombora haya Ikulu kwa Emmanuel Nchimbi na kumtishia kwamba hawezi kuwa rais kwa sababu anataka kulipuka ili Emmanuel Nchimbi angolewe kutoka wadhifa huo na wadhifa huo aweze kukabidhiwa Paul Makonda. Ndio maana anajipendekeza kwa kusema yeye hawezi kumsaliti Rais Samia Suluhu Hassan, na yeyote ambaye anamsaliti hawezi kufaulu kisiasa na hata katika maisha yake, kwani Samia ni Mungu, Samia ni miungu. Hata kuna askofu hapa Kitima alisema ya kwamba kiongozi sio Mungu. Hii nchi ambayo tunaishi hapa Tanzania, kwanza ulimwengu mzima, sio wa kiongozi. Mungu yuko, Mungu tuko naye ni mmoja. Wale ambao wanaabudu kiongozi watapoteza maisha ghafla, kwa sababu Mungu ataona hawa wanajiita Mungu achukue hatua. Hatuwezi kumsifu Samia. Kitima alisema hivyo, askofu Badri. Kwa hivyo huyu Paul Makonda anaonekana kumsifu Samia ili katika uchaguzi ujao aweze kuwa mgombea mwenza na awe makamu wa rais, ama wapange hapa katikati wamuondoe Emmanuel Nchimbi kupitia bunge la kitaifa, kwa sababu kuna fununu ambazo zinaendelea hapa na pale, vile tunaweza kufichua kwamba wanataka kuandika mswada waseme hawana imani na Emmanuel Nchimbi kwa sababu hatetei serikali. Unajua, mara mingi ili wamuondoe kupitia bunge, mara mingi Emmanuel Nchimbi hajaonekana akizungumzia mambo ya Samia Suluhu Hassan sana. Mambo ya mauaji hapa Tanzania hajayatetea vile. Samia anajitetea kwamba walitumia nguvu nyingi kwa sababu watu walikuwa wanataka kupindua serikali yake. Emmanuel Nchimbi amenyamaza, hajazungumza chochote. Ndio maana Paul Makonda anamshambulia, kwani kwa kusema shetani ni shetani, huwezi kuwa malaika dakika za mwisho. Anamshirikisha Emmanuel Nchimbi kuwa miongoni mwa wale ambao walishiriki katika maandamano na katika mambo ambayo yalishuhudiwa hapa Tanzania, kwa sababu yeye amekataa kuunga mkono Samia Suluhu Hassan na kuhakikisha ya kwamba wanatetea serikali haramu katili ambayo ipo mamlakani. Kwa hivyo hayo ndiyo yanaendelea sasa hivi. Kumelipuka vita vikali Ikulu kati ya Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan. Sasa Samia anaanza kutumia kina mawaziri kama huyu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na mchezo Paul Makonda kumtishia kwamba hawezi kuwa rais Emmanuel Nchimbi. Hayo ndiyo yanaendelea, lakini tukipata taarifa zingine kuhusiana na haya tutazileta. Lazima tuhakiki kabla ya kuleta neno lolote hewani. Naomba kutamatishia hapo, tukutane katika video ambayo nitaitengeneza. Lakini ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.